Na mtazamaji wa Suma Media, karibu kwenye mbilinge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Alex Ngeleza. Kwema kaka? Niko vizuri. Of course Mungu asaidia. Tunashukuru Mungu Tuanze hapa Ngeleza, kwa kile ambacho Simba anachokilipoti, pengine wako sahihi juu ya taarifa ya dabi ambayo ilitolewa na afisa habari wa Young Africans. Of course ambavyo Simba wanalalamikia wako sahihi, kwa sababu hapa tunacheza na kanuni, wala hatuchezi na hisia za mtu. Ni kanuni zinasema nini. Kwa wanachojadili Simba ni kanuni, na Simba wapo sahihi kuomba kupewa taarifa ya kwa nini afisa habari wa Young Africans alitangaza mchezo wa dabi utachezwa Zanzibar na si bodi ya ligi. Na hiyo ni hoja ya msingi sana ambayo Simba wanataka ufafanuzi, kwa sababu kwa kawaida kwenye kanuni zinasema hivi, timu itabadilisha kituo cha mchezo siku 21 kabla ya mchezo, lakini kama itatokea kuna tatizo lolote ambalo litatokea litalazimisha mchezo kuhama kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine, inatakiwa itolewe taarifa siku 7 kabla ya mchezo, na mpaka bodi ya ligi wakague wajiridhishe kwamba kweli kuna sababu za msingi za timu kuhama kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Sasa Yanga walianza kutangaza kupitia afisa habari wao kwamba mchezo wa dabi utachezwa Zanzibar ikiwa ni chini ya siku 21, na uwanja wa Amani Complex sio kituo cha Yanga cha mechi za ligi kuu, ila kituo cha Yanga kwenye mechi za ligi kuu ni uwanja wa KMC Complex. Maana kama walitaka kuhamisha huu uwanja kutoa hii mechi kuipeleka Zanzibar, walitakiwa watoe taarifa siku 21 kabla ya mchezo. Lakini kitendo cha wao kutoa taarifa chini ya siku 21 maana yake ni makosa. Lakini pia sio wao walitakiwa kutoa taarifa kwenda kwa watu. Taarifa ilitakiwa kutolewa na bodi ya ligi. Wao walipaswa kuwasiliana na bodi ya ligi, alafu bodi ya ligi ndio itoe taarifa kwenda Simba, na bodi ya ligi watoe taarifa pia kwa mashabiki na wadau mbalimbali wa soka. Kosa ambalo Yanga wamelifanya ni kutoa taarifa wao kabla bodi ya ligi hawajatoa taarifa, na Yanga wametoa kupitia afisa habari wao Ali Shaban Kamwe. Kwa hiyo Simba wako sahihi kulalamikia hicho kitu. Tuweke sawa jambo moja. Yanga wametumia uwanja wa Amani Complex wa mashindano ya kimataifa, ndio uwanja ambao waliupeleka CAF, lakini kwenye mechi za ligi walipeleka uwanja wa KMC Complex. Kwa hiyo ndani hizo siku 7 ambazo mtu anatakiwa, siku 21 ambazo mtu anatakiwa kuhama uwanja, Yanga hawakutoa taarifa. Maana yake kikanuni Simba wana haki ya kuhoji. Ndani ya siku 7 timu inatakiwa kubadilisha uwanja kama ikitokea kuna changamoto ya lazima. Sasa hizo changamoto Simba wanatakiwa pia kuzijua kabla ya timu kuhamisha uwanja. Lakini pia bodi ya ligi inatakiwa kuzijua kabla timu haijaamua kuhamisha uwanja. Lakini Yanga wao wamehamisha uwanja kabla ya bodi ya ligi kutoa taarifa. Na mbaya zaidi ni kwamba afisa habari amezungumza kama leo, kesho yake afisa habari wa bodi ya ligi amesema mechi itachezwa Benjamin Mkapa, kesho kutwa yake afisa habari wa bodi ya ligi amesema mechi itachezwa Amani Complex. Maana yake walichekecha wao wenyewe, hawajawasiliana, hawakuwa wamekubaliana kwamba mechi ichezwe wapi, ila walipelekana ambavyo wao wenyewe wanajua, kitu ambacho kilisababisha Simba kuona kama hapa kuna jambo ambalo haliko sawa, ndio maana wamelalamika. Kwa hiyo Simba wako sahihi kulalamikia hilo. Na Simba wasiporidhishwa na maamuzi pengine na vitu vyote kuhusiana na Young Africans kuhamisha uwanja kuhamisha mchezo kupeleka Zanzibar, watakuwa wako sahihi kugomea mchezo. Yes, Simba wana haki ya kugomea mchezo kama hawatapewa sababu zilizonyooka. Kwa sababu Yanga ametoa taarifa ikiwa bado wako kwenye track nzuri. Yaani bado kanuni inawalinda. Kwa sababu kama unahamisha kituo cha mchezo, si unatakiwa utoe siku 27 kabla. Lakini kama unataka kuhamisha mchezo mmoja kupeleka mchezo mwingine, mchezo mmoja tu ndio uhamishe kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine, unatakiwa utoe siku 7 kabla, ila kuna sababu za msingi. Kwa wakitaja zile sababu za msingi na bodi ya ligi wakaona zina mashiko na Simba wakaona zina mashiko, wanaweza kwenda kucheza hiyo mechi, na wakigoma wanaweza kwenda kuadhibiwa. Lakini kama ikitokea hazijatolewa sababu ambazo bodi ya ligi imezikubali na Simba wenyewe wamezikubali, Simba wana haki ya kugoma. Sasa shida ni kwamba tayari bodi ya ligi wameshakubali mechi ichezwe Amani Complex. Manake wao wameridhika na sababu ambazo Yanga
amezipeleka pale. Kwa hiyo inabakia kwa Simba sasa. Kama atagoma yeye na kama ni kupokwa alama atapokwa alama. Lakini sasa tunajua mpira wetu jinsi ulivyo, ni ngumu sana kumpoka alama Simba ikiwa hajacheza mechi ya dabi, ni ngumu. Kwa sababu pia yanaweza kutokea matatizo mengine mengi. Cha msingi ni kuangalia tu Simba wape hizo sababu wazielewe na mechi ikachezwa, lakini kikanuni Simba yuko sahihi, ila kosa la Young Africans ni kutoa taarifa ya kuhamisha mchezo pasina kuwasiliana na bodi ya ligi, na bodi ya ligi wakakataa mara ya kwanza na baadaye wakaja wakakubali. Kwa hiyo hilo hapo ndo kwenye changamoto, na ndio maana Simba wameenda kuhoji. Na pengine tutegemea adhabu yoyote kwa afisa habari wa Young Africans? No, hakuna adhabu yote ambayo inaweza kutolewa. Yes, ametoa taarifa ya klabu yake. Kwa hiyo yeye ametoa taarifa ya ndani kwamba wao walisha plan hivyo. Kwa kama walisha plan, maana kilichokuwa kimebakia ni kuwasilisha taarifa zao kwenda pale bodi ya ligi. Sasa inawezekana ziliwasilishwa kwenda kwa labda kwa CEO wa bodi ya ligi au kwenda kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi labda, sio? Lakini labda zimechelewa kumfikia afisa habari, hiyo pia inawezekana. Labda kuna delay yoyote ambayo ilitokea, vyote vinawezekana. Kwa hiyo cha msingi taarifa imetolewa, lakini hakuna namna unaweza kumwadhibu Ally Kamwe kwa kutoa taarifa hiyo, kwa sababu ndio msimamo wa klabu yao. Kwa ukimwadhibu Ally Kamwe mizi unaadhibu klabu nzima ambayo ndio imekaa na kujadili na wakaona mechi wapeleke wapi? Zanzibar. Kwa hiyo Ally yuko sahihi na hastahili kuadhibiwa kwa namna yoyote. Ila sasa hizo claim zote zinaenda kumalizwa sasa na Simba na bodi ya ligi, ndio watakaa kwa pamoja wajadiliane waone nini cha kufanya, na bodi ya ligi naamini itawajibu Simba, na baada ya kuwajibu tutajua dabi inachezwa ama haichezwi. Pengine yataweza kutokea kama ile iliyotokea machinani. Inawezekana, kwani nayo ilikuwa mazingira namna hii kwamba kanuni baadaye ilikuja kuishia Ikulu, sio? Kwa hiyo hata hii pia inaweza kaa kanuni hivyo kanuni baadaye ikaishia Ikulu, inawezekana. Kwa sababu sijaona kiongozi wa bodi ya ligi ambaye ana uwezo wa kuwapoka Simba alama 3 kwa kushindwa kufika kwenye kituo cha mchezo. Mimi binafsi sijaona. Yes, hawana meno hayo. Simba ni kubwa nyinyi, acheni masiara. Yanga ni kubwa, acheni masiara. Sio timu ambazo unaweza kuzipoka tu alama tu hivi yani kitu ambacho hakiwezekani. Ni kama leo ukae tu mpoka Ahly la alama yani bila sababu. Yani unaweza kumpoka Ahly alama ikiwa Zamalek pia umempoka alama. Ila huwezi kumpoka Ahly alama kwenye mchezo labda sijui dhidi ya Al Ittihad huko au sijui dhidi ya Al Masry huko. No. Yani hawa kubwa bwana hao huwa mara nyingi wanakuwa na tabu sana. Kwa hiyo yani iko hivyo duniani. Hata ukisikiza hizo ligi za Ulaya, kwa mfano La Liga, mvutano mkubwa kati ya Madrid na Barcelona. Misri mvutano mkubwa kati ya Zamalek na Ahly. Ukienda Kongo pale mvutano mkubwa kati ya TP Mazembe na FC Lupopo. Ukija Tanzania mvutano mkubwa ni Simba na Yanga. Ukienda South Africa mvutano mkubwa wote ni Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Kwa hiyo yani kwenye kila taifa kuna timu ambazo huwa zinabeba watu wengi, na ndo timu ambazo pia huwa mara nyingi zinabeba hata title ya ligi yenyewe. Ukienda Algeria pale wamekuja Chibabu Riyadh Belouizdad, CR Belouizdad wameibuka hapo katikati, Saint Constantine wameibuka hapo katikati, wamekuja wapinzani wa Simba wajuzi wameibuka hapo katikati. Lakini kuna MC Alger na MC Alger. Yani hizo ndo zenye ligi ya Algeria. Mivutano yote yatatokea kwao. Ukienda Morocco kuna Raja Casablanca, kuna Wydad Casablanca. Berkane si FAR Rabat, wote takataka tu, lakini zile timu mbili ndio timu ambazo zina uwezo wa kubadilisha kanuni. Kwa hiyo yani hizi timu kubwa hizi ni ngumu sana kudili nazo wakati mwingine. Kama mnasimamia kanuni kweli msimamie kanuni. Ila mkizingua sehemu ndogo watatumia kama loophole ya kuwaendesha. Sasa tayari kuna mistake imefanyika. Kwa hiyo ndio Simba wanatumia kama loophole ya kuwasumbua. Sasa mkija baadaye kuwapoka alama wataenda mahakamani pia. Kama kwenye kamati huku kwenye kamati za kawaida mtashindwa, wanaweza kwenda kudai haki yao sehemu nyingine na ikaeleweka. Lakini pia mpaka sasa hivi hatujui sisi kwamba sababu kubwa ya msingi ya Yanga kuhamisha uwanja kutoa mechi kutoka Benjamin Mkapa kwenda sehemu nyingine ni nini? Kwa sababu pia bodi ya ligi mara nyingi mchezo wanaupanga Benjamin Mkapa kwa sababu ya capacity ya watu ambao wanataka kwenda kutazama hii mechi. Lakini pia ukumbuke kwenye kanuni hizo kanuni zinaeleza wazi kwamba bodi ya ligi wanaweza kuhamisha uwanja pale ambapo wao itaona inafaa. Kwa hiyo vipo vitu vingi kwenye kanuni ambavyo vimeelezwa pale. Na leo Simba Sport Club wameanza safari yao kuelekea Dodoma kwenye mchezo wa 22 dhidi ya Tanzania Prison. Na afisa habari wao Ahmed Ali alimzungumzia Clatous Chama kama kirainishi hivi kwa upande wa Simba Sport Club.
toka jiunge na Simba Sport Club ni kweli ni kilainishi chama? Yeah, of course kuna vitu vingi vimebadilika. Bado hajaonesha ule ubora mkubwa kwa maana ya kufunga, lakini kuna vitu vimeongezeka. Walau creativity, ubunifu umeongezeka kwenye timu. Walau timu ina flow vizuri kutoka kwa namba 10 kwenda kwa washambuliaji. Kuna vitu vimebadilika. Na unaona Simba siku hizi ikicheza walau inakuvutia hata kwenye eneo la mbele. Wana create chance nzuri, wanafunga mabao. Tofauti na Simba ilivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo kuna kitu kimeongezeka, yani kuna changes ambazo zipo kwenye eneo la kiungo mshambuliaji la Simba. Ubunifu umeongezeka kwa kiasi kikubwa, kitu ambacho ni faida kwao by the way. Yes, kwa hiyo ameongeza kitu kikubwa ambacho sasa the team wanapaswa kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kuendelea kumtumia Chama ili aweze kuwasaidia zaidi. Pengine tuiangalie safu ya ushambuliaji ya Simba Sport Club inaenda kukutana na Tanzania Prison. Najua ni miongoni mwa timu ambayo inakuwa na low block, ni timu ngumu sana. Safu ya ushambuliaji ya Simba, maingizo mapya yameonekana kufanya vizuri Ingereza. Yeah, of course wanafanya vizuri Simba. Lebas Gay ameingia Anset Youra, Chama pia ameingia Dusheli Dogo. Ni wachezaji wazuri na wote tumeona impact yao. Chama ameassist, Youra amefunga, Lebas Gay amefunga. Kwa hiyo wote wameonyesha mchango wa moja kwa moja kwenye timu. Ameingia Baraka Mwangosi, dirisha dogo akitokea Mbeya City, nyota wa zamani wa Mbuni ya Arusha pale. Mmoja wachezaji ambao niliwatazama tangu anakuwa ile tunacheza mpira wa shule kule, kwa namuona ni mchezaji mzuri sana. Ameingia na yeye amefunga pia juzi kwenye mechi ya FA dhidi ya Greenland. Kwa wachezaji ambao wameingiza dirisha dogo wamekuwa na impact kubwa sana kwenye timu. Na Prison siku hizi icheze ule mpira wa zamani wa kuzuia sana. Prison pia ina possess mpira, inaachia nafasi, inatengeneza nafasi. Ndio maana unaona wachezaji kama kina Jeremia Juma, kina Samson Mbangula siku hizi huwaoni sana regularly wakiwa wanacheza kutokana na mabadiliko ya timu. Walau timu ina possess mpira vizuri, inafunguka, inashambulia. Kwa na mimi itakuwa mechi nzuri sana, lakini kwa Simba wachezaji ambao wameingia ni wachezaji wazuri zaidi ambao wanaweza kuisaidia zaidi timu ikafanya vizuri kuliko vile ambavyo tulikuwa tunaiona mwanzoni. So bado naamini kwamba Simba wana nafasi nzuri ya kusekiwa alama 3 dhidi ya Tanzania Prison. Pengine mchezo wa Tanzania Prison na Dodoma Jiji utaweza kupadira Simba kwenye mechi moja inaenda kufanya nini? Of course mpaka sasa hivi tunaona nini kinaweza kwenda kutokea tarehe 1 kutokana na ubora wa Simba ambao upo. Ila tu hizi mechi dhidi ya Dodoma, dhidi ya Prison utaenda kuongeza ile combinational play ya team, kwa sababu atacheza mechi mbili, atacheza dhidi ya Tanzania Prison na atacheza dhidi ya Dodoma Jiji kabla ya kwenda kucheza mechi ya derby. Kwa hiyo itaendelea kuongeza ule muunganiko wa timu kwenye ile match fitness na nini, combinational play, naamini vitaenda kuongezeka pale na tutaona tofauti kidogo ya timu kutoka games zilizopita na games zinazokuja. Simba imeingiza wachezaji wengi wapya, kwa hiyo wanahitaji kupata game time ya kutosha, wanahitaji kupata muunganiko wa kutosha ili waweze kwenda kuwasumbua vizuri Young Africans. Shukrani sana. Asante sana.